Alafu tabia nishakwambia. Na swala kuja ndani kwa watu, ugongi mlango, unaingia tu unafungua mlango sio sawa. Bora kuja kwa mtu, gonga mlango. Ndio maana sisi tunalipa kodi. Yaani sisi tukishalipa kodi, hii nyumba sio hapo tena, ni yako itu. Yaani hapo ni chumba na sebule hapo. Maneno na kutoka namna hiyo. Ingekuwa nyumba nzima ingekwaje? Mimi nishakugia ujumbe. Sema shida yako. Kwani unajua? Nimeleta bili ya maji. Bili ya maji simelipa juzi tu hapo. Kwani si mwezi umeshaisha? Mwezi umefika hapo. Kumbe hiyo bili ya maji imetoka hapo. Sasa hujui. Hujui kama imetoka? Wewe unavooga kwa nilo bomba la mvua ndio niweka hapo. Unaoga kama vile uko mtoni. Na milionzi juu unapiga. Nataka kuniambia hujui kunachoendelea. Kila siku una kazi ya kuoga. Yaani kidogo kitoka nje ukiingia ndani unakoga. Ushamba atoa kubonyeza bomba la mvua. Una bila maji imekuja hapo 200,000 nzima. Ulipeni. Huo utaratibu umeanza hapo. Mimi natakiwa mkusanye hela. Sasa si lazima vitu vije na receipt. Tuone basi hata message hii hapa. Maana juzi nimelipa maji. Ukunigia receipt. Ukaniambia siku na kitu gani kimeharibika. Nimelipa. Hujanigia receipt. Sasa receipt ni ya nini? Wewe unachoambiwa na mwenye nyumba unatakiwa kulipe. Hapana, siwezi kulipa kwa staili hiyo. Sasa utalipa. Nakata bomba hiyo. Unaoga kama bata nakata bomba afu tuone utakuja ni kitu gani hapo. Sikiliza, mimi ukinionyesha tu message bwana hii hapa. Nitumie tu hata message kwenye simu bwana. Ndugu yangu, hela maji hii hapa unatumia. Alafu si nilipie. Sasa unalipia vipi wakati hela nitatoa nichukue mimi baba? Kwani ngoja nikuulize kitu. Wewe mwenye kusimamia nyumba hapa ni nani? Ni wewe, lakini mwenye nyumba si dada yako. Anayesimamia nani? Ni wewe. Sasa na kama tatizo likitokea hapa moto ukavuka hapa moto ukawaka hapa, wewe utampigia simu nani? Wakama unazunguka tu. Mimi ndio nazunguka. Kuomba jibu kwanza swali. Nani? Ni wewe. Nipatie hiyo hela niondoke. Mimi siwezi kukupa hela bila kuona. Kwa nini? Siwezi kukupa hela bila kuona message. Alafu mbona hela ndogo hiyo? Wewe unafahamu si yako. Mimi wewe nipigie dada yako. Nini? Wewe nipigie dada yako. Ngoja kwanza mpige ili wewe. Sasa simuulize. Ili umwambie kitu gani? Mbona uniamini hapa? Wewe uniamini mimi? Magama mimi siwezi kukwambia kitu gani. Mimi siwezi kulipa bili ya maji bila kuona ushahidi wa message kama nadaiwa bili ya maji. Sasa ina maana hiyo hela ambayo ilitoka hapo 200,000 tu. Unaanza kutolea macho. Bili ya maji siwezi kulipa 200,000 bila kuona ushahidi huu wa bili ya maji matumizi yake. Ushahidi ni wa nini? Lakini siwezi kutoa kama sasa usimpigie huyo dada. Anasha kuona akili yako unaanza kutuma. Hicho kimekutoka kwa 200,000 tu hapo. Hela una kila ile hela ya maji lazima utoe mwezi huu. Magama kwa staili usiku ukiendelea. Nitakuja kukuweka kwenye kizingiti wewe. Utaamini. Alafu wewe bahati yako tu songo na wewe. Yuko mwanamke ungefanyaje wewe? Unafikiri na kubaika na hiyo rangi? Ondoka bwana, nenda. Nini? Toka nani kwako nenda. Mimi nimekwambia nitakaa hapa. Kenge, eti ngekuwa mwanamke. Mimi kwanza angekuwa mwanamke ningekuwa nachagua. Eti mimi kubali kulewa na shombe mimi. Ndauroji. Nataka kidume. Natamani iwe ndoto, hakika siamini kama ni kweli. Ningeamka kutoka ndotoni, haya yanayonikuta yasiwe kweli. Jirani umejitoa machozi, hata ukifumba macho milele, siwe kukusahau kamwe. Wanasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine wamekosa utu. Yaani wewe unasikia mtu na Mungu tu, si ndio? Unashanga nini? Yaani wewe unasikia mtu na Mungu tu yani. Sasa nikwambie. Sitaki mimi hizo mambo. Sitaki kabisa. Maana kila siku wewe tu mpaka unaboa yani.
Yaani kama unazungumzia habari ya Basupa, chana na hiyo habari. Sisi ndio tunajuana. Kwa sababu kila wakati mimi na yeye tunafanya biashara, na kwenye biashara yetu yeye ndo anaharibu biashara yetu. Mali yetu yeye ndo anaharibu hapa, anazunguka anafanya mjanja ya kujua mambo, anazunguka. Ndio maana nakwambia kama ni swala la Basupa achana nalo. Mimi ndio nitajua jinsi gani kumaliza ugomvi wake. Kama ugomvi kaianzisha, basi mimi ndio nitamaliza hapo. Hiyo imeisha hiyo. Kama na habari nyingine ndio unipe. Lakini sio habari ya Basupa hapo. Enzi ule asiokuwa na akili ule. Watulia hapo. Taona iko kibano cha mbana hapa. Utasikia kwamba nimeenda jela. Mbavu. Nione kwa eti ulini kama akili halina hili. Nakusikitikia sana. Sasa nikwambie, sio kila vita unapigana na panga. Vile vingine tumia hekima na busara utashinda. Sasa kama hekima na busara sina natumia nini? Punguza papa hizo mjini hapa. Watu wengine naona huruma watakufyeka wewe, utaamini. Ongea kwako. Ukiniangalia mwili wa kufyekwa. Unajua wewe. Ndio ukiniangalia mimi. Toa kufaa kufyekwa au mimi ndio toa kufyeka. Umoja anjua kiundani upande wangu wa pili wa shilingi hujajua wewe. Oja, tulia uone. Alafu utajua ile game inaanzisha vipi hapa na inaisha vipi hapa. Tulia uone. Utajua ngoma nani. Kumbe unielewe. Unaongea, wewe unabwabwaja. Ngoja kisoda kwa ulipo. Oja, takuonyesha nguvu kisoda. Nenda. Sikuwa kupigwa wewe, akida kukaa sawa na swali lako hilo. Nani kunipiga? Nenda dangu hapa saa tu maskini. Msitaka kukutana wapi hawa? Yaani wifi, naona ndugu yako amerudi ujana. Anafanya kabisa mambo ya ujana. Umalaya umezidi kipimo. Nimeongea mpaka nimechoka. Na kuna wakati najaribu kumdanganya wanawake unaotembea nao, wana ukimwi. Analia kama mbwa, lakini ukimpa kisogo tu anafanya yale. Mpaka nahisi labda kuna stage ya miruka. Mimi nimeshaongea sana wifi yangu. Naona huu wakati wa nini ndugu zake kuongea na labda atawaelewa. Mimi hanielewi kabisa. Wifi yangu. Yaani kwanza, tusubiri kwambie nini. Hivi unajua wewe huyo mume unamuendekeza? Yaani unamuendekeza kwa sababu wewe unatakiwa yule, yaani unamfanyia kitu ule ubongo wake unashtuka. Sasa wifi hapo natakiwa kufanya kitu gani? Maana mimi bado kaushamba akajaniisha. Sikiliza nikwambie wifi yangu. Wewe bado binti mdogo, binti mrembo. Kwanza unatakiwa yule bwana sana anajifanya na utaira yule. Sasa wewe cha kufanya, unachotakiwa cha kwanza, usijipe stress, kula vizuri, shiba, oga, vaa, pendeza, nukia. Ukimuona tu yupo, vaa vizuri, toka, pendeza. Toka zako, hata kama una pasemu pa kwenda wifi yangu. Unakuja nyumbani kwangu. Hivi unaelewa? Unakuja hizo nyumbani kwangu, unakaa ikifika baadaye jioni saa ngapi unarudi. Yaani wewe yaani uwe na ikaeka, mwanamke unatakiwa uwe na ikaeka. Yaani umetoka hapa umerudi hapo, ukirudi hata kama umewahi unabadilisha nguo unatoka tena. Yule bwana ubongo lazima utamcheza atarudi, lazima atajua mke wangu. Mke wangu sasa hivi huko kuna watoto wanamchezea. Umeelewa? Kumbe wala, yaani unamshtua tu. Hata kama unasema kwenda wewe njoo wifi yangu nyumbani mimi, hata kama mimi sipo njoo kaa ikifika baadaye rudi. Yule akili itamka sawa, lakini ukimuendekeza hivyo atakuzoea. Wanaume sio kucheka nao. Yaani wanaume sio kucheka nao. Yaani wanaume wale ni wadhaifu. Kwa hiyo unatakiwa yani unamfanyia jambo mpaka ajue kabisa yani hapa mke wangu ananichiti. Kumbe wewe una tezo habari. Unanielewa wifi yangu? Yaani mpe kaeka mpaka yani nakwambia yule bwana atakuwa anakufuatilia wewe utamjia, atashindwa kufanya chochote. Hivi unanielewa wifi yangu? Nakuelewa. Yaani usimuendekeze kabisa na usitaki akuendesha akupe stress. Fanya hivyo nilivyokuambia utakuja kunishukuru wifi yangu. Sasa baby, leo sitaanza kurudi. Hapo pia naona ugeni. Fanya basi ile mambo baby. Mambo yapi tena mama? Sasa unaenda? Ukirudi utamalizana sawa? Wewe ndo maana sikuelewi wewe. Kabla sijatoka nyumbani nikwambia nina shida na hela. Ukaniambia nje nichukue. Alafu sasa hivi unaniambia nini? Yaani kitu kilichotokea mama. Laiti ungejua kilichotokea na sisi pia ungenionea huruma. Unajua mimi pesa nilikopo nayo. Na cha kushangaza naamka asubuhi najaribu kutafuta sioni. Nikasema baba nimedondosha. Najaribu kutoka nje nitafuta kote nimetafuta najaribu kula.
bali nikupita wapi? Mpaka nijaribu kujisikia kwamba labda mdomo wangu kaipitia ile hela. Wewe nenda. Wewe nakujua wewe. Wewe ni mwongo, hutaki tu kunipa hiyo hela, mbabaifu tu. Sijui ukoje huyu. Mimi najua ni hisia mbaya sana juu yangu. Ila najua nitakufurahisha. Wewe nenda kutumia sawa? Wewe sema nani nitakutumia? Ole wako sinitumie muone hivi. Jirani wewe. Mchunguze vizuri. Mimi nahisi kama aliingia usiku ule kwa sababu kama usiku kwenye ndoto nilishtuka. Nikaja nikamwona kwamba kama ananifinya hivi. Na sio kabisa yule anahusika katika uchawi. Yule ngoja kwa usiku kanifinya, kanifanyizia ndio hivyo. Ulione hili. Unaweza kuchukulia mambo ya kawaida naoongea hapa lakini nakwambia ina maana mchunguze. Sikia, hebu acha upumbavu. Cha kufanya tu ushauri. Uwae hospitali ukapime. Una hakika unachokiongea? Jambo ndio liwazi ule jamaa kwanza shemeji yako unajua anipenda kidogo. Nahisi kabisa ana kiudalili fulani cha kiuchawi. Mimi nahisi kama kanifanyizia hivi. Kama hajaingia usiku kunifinya yule. Sio bure. Hiyo ni hili. Akiamua unakwapia. Kama mnaga mjanja. Kumbe akili kisoda. Una lolote hapo hivi. Hivyo vipi? Nenda hospitali ukapime. Upewe dawa, utumie kufuata utaratibu wa daktari kusema. Hili nitegemea kwamba wewe utakuwa upande wangu kujaribu kunipa ushauri nini cha kufanya. Kumbe ndio kwanza unanizi kunikandamiza. Ushauri gani? Ushauri una watu wengi. Mpaka umeukua. Yaani kama umeukua umeukua tena haswa. Hata upuuzi. Uwe kisa gharama. Haya maisha ni haya. Hakuna mtu atakayeponea huruma. Sasa ni mwenani mama? Nikikwambia wewe ni kuoe hutaki. Unasema umri bado. Uzee unakaribia. Haya. Mwisho siku baadaye maji ya shingo, mshangaa naona kwenye matangazo huko matafuta wachumba. Sijui mnaenda kwa waganga, sijui mnaenda kwa kina nani hao wachungaji hao manabii wa kweli na uongo. Wanaume tuko hapa mnatukataa. Acha. Kwa akili zako mimi nitaona wewe, si ndio? Sasa mimi sio mwanaume. Mwanaume? Kama mbona wafai na ushuhudia na ujipoona wewe? Yapi? Yote nafanya kwa sababu wewe haupo katika msimamo. Na mimi ndio hivyo unakuwa katika msimamo. Nakusikia sana, hapo unanichekesha. Eti kama ungekuwa katika msimamo ulionyooka. Mimi nakwambia ningekuvuta ndani hapo. Basi pole yako umechelewa. Wanasema kirani ni ndugu la kuna walikosa utu. Jirani wewe. Jambo nalo kama vile hauko sawa hivi. Kweli. Kwa mbona ghafla? Kitu gani tulichokuta ambacho nisikijui? Sababu nimekuona toka asubuhi pale saa 11. Unatembea kama vile bata amevunjwa mguu. Unaambamba na ukuta mpaka chooni mpaka umerudi. Umetumia lisali zima baba. Mimi shida sielewi. Nilikuwa na mwanzo shilingi 20,000 tu. Niweze kwenda hospitali then nitakurudisha kesho. Kesho jioni nikitoka tu nipiga zangu na kurudisha kesho. Na mimi nikupe 20,000. Kajitibu. Wewe ndio ulikuwa unafanya kichwa ngumu wewe. Leo ninachokuambia ukielewa. Si ndio ulikuwa unafanya kichwa ngumu? Na kueleza achana na wanawake. Naingiza mwingine asubuhi. Achana na hivi, nafanya hivi kichwa yake. Sasa wewe usaidiwe vipi baba? Mbona kilichokukuta? Sasa kaka utanisaidia au utaanza kunisimama? Kwanza usimange kwanza, alafu kusaidia baadaye. Kwa sababu unachokifanya ni kitu cha ajabu. Sasa mimi mwenzie maradhi amenikuta. Unapozidi kuchelewa hivi kaka ndio maana yeye Wewe sio ulikuwa unafanya kichwa ngumu wewe. Na hapo ndio uamini kwamba Mungu akitaka kukupa kuandikia. sawa, najua mimi makosa kweli nimeyafanya. Nini? Baba, mimi naona nachelewa. Maradhi yameshaniingia. Maradhi wapi baba ngono hilo wewe? Tazama hapo.
Sasa baba, wewe nenda nitakutumia kwenye simu. Tondonia. Hapa keshi sina baba. Pambana nalo hilo. Wewe kaka mimi umenisusia, si ndio? Sasa nakususia na kueleza ukweli. Sasa hadithi unajua sisi majirani kwa hiyo. Ajalishi kama langu limenikuta. Mimi leo nimenikuta kesho utakukuta wewe. Sasa para kipululuke huko. Ngoja kipululuke chote kiishe. Alafu tuone utafikia kitu gani. Unafanya mtaalamu wa kuramba. Ale. Vitu bila kiganda, si vitu kwenye ganda lake leti laza. Baba. Nenda hospitali, peleka hospitali kapimo kachunguliwe huko. Faili pale. Ukate faili wapi sasa? Sio hospitali. Wewe kabla hujafika hujapata gari hapo na kutumia hela kwa simu hapo. Simu yangu ndipo naingia chaji hapo. Sasa sikiliza. Yupi sasa? Yule mweusi au yule mwoho? Daleki. Ushachanganya hapo. Unajua hata hivi ndio unaelewana. Wow. Ni mtaalamu wa mahaba, mtaalamu wa mapenzi, mtaalamu wa mapenzi wewe. Sio kwa na akili. Mpuzi sio kwa na heshima. Ngoja tuone kinavyopururuka iko ndio utajua kitu gani kilichokukuta hapo. Mbavu sio kwa na akili wewe. Mimi naumwa, unakaza kutembea tembea hapo na kama bata unapaluka mpaka kufika kule na bambana huko. Utakuja kufa, kuna ndugu anayekusaidia. Unaelezwa hivi, unafanya hivi, unaelezwa hivi. Mtaalamu. Mjitu mtaalamu mkufa sasa mbavu unafanya nitumie na sija kajifia hapa. Babu ana nguvu nyingine hapo. Tumie hela hapo. Natamani iwe ndoto, hakika siamini kama ni kweli. Ningeamka kutoka ndotoni, haya yanayonikuta yasiwe kweli. Jirani umejitoa machozi, hata ukifumba macho milele, siwe kukusahau kamwe. Pole. Hatari, balali mmenikuta. Hivi wewe, kwa nini umeenda kumwomba hela yote? James, hauna akiba hata kidogo? Unajua mama? Sasa unajua pilika zangu mshetani. Sasa kuna hela nilikuwa nasikilizia ingie lakini mikwama. Hapo ndio kila kilichonifanya mimi mpaka sasa hivi kuja kwa ndugu yangu msaada. James, umejiendekeza. Yaani sijakutegemea. Hivi unajua kabisa mtu amuelewani. Na sisi sote kuelewana. Hadi nakuchukia na unajua kama nakuchukia. Mbona kwa mfa kufikiria wewe? Lakini aliniambia atanipa. Amekupa? Unajua wakati wa shida ndio kuna tatizo lingine huwa linatokea. Sasa najiona kabisa katika huu mtani nilikuwa nao hapa. Sijielewi. Kabisa. Yaani huwezi kuelewa. Na hutuelewa. Kwa sababu hiyo mchezo wako unaocheza hiyo ambao haina maana. Nilikusababishia hivyo, leo unapata tabu. Tulia hapo na kuchukulia nalo hospitali. Sasa ukipona ukitembeze tena. Sikusaidii ngo. Sio mwe. Mama nakusubiri Fanya haraka na kusubiri. Natamani iwe ndoto, hakika siamini kama ni kweli. Ningeamka kutoka ndotoni. Kwa hiyo unawatangazia watu mzuri. Yeye atafanyaje basi? Umbe akili una hazipo niziwashe kidogo. Niziboost. Mimi pale mama nilikuwa naomba tu ushauri. Pale kwa naomba ushauri tu. Labda kama kuna kilichotokea au ni mapokeo kwa vibaya. Labda mimi ushauri ambao naomba kutoka kwako na. Tuyamalize. Tuyazungumze vizuri. Hakuna kitu ambacho kilikuwa labda kimetokea kibaya. Sikiza nikwambie. Hii nyumba tunaishi kama jira. Sawa. Atuchikiane usoni.
Yaani atucheki na kima tuchekeshi. Hiyo heshima yako sijui adabu yako ivue. Hakuna anaitaka hapa. Alafu kingine, mjini hakuna waganga. Waganga naishi huko nje ya mji. Baba, fanya safari uende. Nyumba ishakushinda hiyo. Sijakuelewa vizuri hapo. Yaani umesema waganga huko nje ya mji. Mjini hakuna waganga. Kwa mimi mganga yani. Kwa maana hiyo unamaanisha kwamba mimi mganga napiga ramli. Jioni. Mimi napiga ramli. Muda wote jasho lako kama si ubani basi udi. Hivi nyinyi mnataka nini mimi? Yaani nyinyi hicho mnachokitaka kutoka kwangu nini? Yaani kutwa kunisimanga tu. Yaani kila mkikaa mkiamka nini kunisimanga. Hiyo sio lengo. Afu zingatia mimi ni mtu mzima. Lazima watu tuishi vizuri. Tuishi vizuri tupendane. Mtakuja mpate matatizo nyinyi humu ndani. Tushinda hata kuangalia na usoni. Yaani kuna mtu mganga kijiji ni wewe. Usitime. Unanichia mimi. Mimi kwetu nimeaga. Sijakuja tu, kuja ukazanua ni mudu. Baba, tuliza mshono. Nimeutuliza mama. Alafu mimi mjini nimezaliwa hapa. Kwa sababu sijahamia wala sijafungasha mabegi kutoka nyumbani. Nimezaliwa hapa. Nilisoma hapa. Uganzira wewe. Koga kwa kutulia ndugu yangu. Unataka unitishe mimi nitapata matatizo. Sawa. Nyinyi si Mungu, si mnafikiri Mungu hapa ni Asmani, Mungu ni Rashidi. Malipo ni hapa duniani. Kuvimba kwenye kwamba mkishapata vidogo vipato vyenu vidogo kujenga kibanda hiki mwanze kuwasimanga watu mwanyanyase mwakati. Sawa. Na hapa kinachomwangalisha hivyo, unataka uone yale mabasi yakipita, magari, maana kwenu gari likitoka alfajiri saa 11 unaliona tena saa 11 jioni. Magari mnaona kwa msimu, kwa muda. Yaani mpaka unajua hilo likipita hilo watu wametoka mjini. Mama ndo adabu umefunzwa hiyo. Maneno yangu ndio kuambia hapa kwamba huyu mzee amewahi kusema hata kama kinywa changu kinanuka lakini kina maneno yenye hekima na busara wewe. Wewe hujafunzwa Hujafunzwa na wazazi. Sasa tutakufunza na walimwengu. Wewe bwana, mimi nimefunza tena nimecheza mkolo wa polini. Ukome babu. Yaani mimi unitilana wewe. Una azimu Mimi wazazi wangu wote nishazika na washanipa baraka za kutosha tu. Kwa hiyo wewe mshamba wa mji huwezi kunitisha na huwezi kunifanya lolote. Upo? Asante mama. Wewe, uje na kutoa akili. Ukome wewe. Wewe ondoke hapo tu unaniache nini kwamba wewe babangu, mamangu wewe ndio utanitiana. Unachishia nini? Asiyefunzwa na wazazi hufunzwa na walimwengu. Kwenda huko wazangu mimi nishazika na baraka zote aliniachia. Kwa hiyo huwezi kunifanya lolote, nenda huko. Mbwa nini wewe? Kweli wazazi wazae. Mbwaje? Sijui ucheze na changanya. Unashinda kukaa kwenu ukalima hata miongo, ukalima hata mahindi, mkapata chakula cha mwaka. Unang'ang'ana, unakaa kwenye nyumba za watu, una lolote unachokiingiza, unachokipata, kututia eka tu watu tusiheme. Watu tunaishi kwa mashaka. Leo sijui atarogwa nani, leo atatoa nani jini, leo atafanya nenda bwana. Mjini unakuja kwa kuwa unakuja kulima lami au? Unakuchani. Mimi simpendi jamani baba. Mungu nisamee sije nikapata toto na sura kama yule baba na yale mapengo kaniwa ule mwanya pengo. Hatari. Natamani iwe ndoto. Hakika siamini kama ni kweli. Ningeamka kutoka ndotoni. Haya yanayonikuta yasiwe kwa. Wewe mjinga. Hivi una shida gani? Nakuuliza una shida gani? Mkeo alikuja nyumbani, akaniambia mambo yako. Hivi unadika na nini? Kwa nini unapenda kumpa yule binti watu jakala moyo? Yaani umekuta wanapigia simu wananilia dada na shida hii na shida hii na shida hii. Nakupa hela unaenda kuonga mara zako, si ndio? Shonga naye ile kashakupa maneno ya ovyo. Hapana, hajanipa maneno ya ovyo kwa sababu wewe unakuja kulia mimi kwangu shida. Mimi nakusaidia kumbe hela zangu unaenda kuonga mshenzi wewe. Unanitolea nini macho? Ni kweli unamwambia yule mwanamke. Kumbe ndio maana alivyokuona unaingia hapa ndani akaondoka. Ndio maana naliliwa tu hivyo. Kwamba tayari kashakujaza maneno ya ovyo. Kakuona unaingia hapa ndani katoka hapa nifanya kwa madumu hapa nenda kuchota maji mshenzi ulishakuwa na akili.
Kwa hiyo katoka hapa kaenda kuambia maneno ya uongo. Unamwamini? Sio kwamba amenijaza maneno. Yule binti anachokiongea ni kweli na wala hawezi kunidanganya. Yaani wewe hapo unakuja unanilia shida, nasema mdogo wangu ana shida, nimsaidie. Ela unachukua unaenda kuonga wanawake zako huko, umjeli mke wako, ufanye nini? Hiyo tabia sio nzuri. Haya, shakwenda kujaza. Sikiliza nikwambie, wewe mimi mambo yako ninao kibao. Sema tu mimi mwanamke nimeumbwa nina kifua. Nikikufungulia wewe faili lako, yani mambo yako ninao kibao. Kwa nini unapenda kumtesa yule binti wa watu? Sasa jamani dadangu, mpaka tunakuja kugombana hapa ndugu, unamsikiliza yule mke wangu. Yule Tabu ni chizi. Atoke huko alikotoka mpaka aje nyumbani kwangu aje anieleze matatizo yako. Kwa nini unapenda kumnyanyasa yule mtoto wa watu? Yaani vitu vya asili vya ndani unatoka kweli unaweza kueleza kwa sasa yako kweli. Siri gani anachokiongea si kweli? Sio kweli. Ni kweli anachokiongea. Yule binti anachokiongea ni kweli kwa sababu yule binti anakustiri sana wewe. Yaani umshukuru Mungu. Hicho ninachokuambia wewe ninakusii kwa sababu wewe ni damu yangu, wewe ni mdogo wangu. Wewe kama wewe unanifanya ni mwanaume kweli? Kwa nini usifungue miradi basi ukaonekana wewe ni kidume, ukawa na miradi hapa nijue mdogo wangu kweli ni kidume? Ana miradi hapa. Yaani miradi yako yote ni wanawake. Umalaya. Kwa nini ubadiliki? Dadangu nikifungua miradi, sijui miradi ya kufanya biashara kwa yule mwanamke sasa atakuja kuniua nikipo kitandani hapa. Yule mwanamke ana shida gani? Yule mwanamke ana shida, yule binti wa watu anakuvumilia vitu vingi sana. Yaani ushukuru Mungu. Sidhani kama utakuja kupata mwanamke kama yule. Tena ninakwambia, sijapenda tabia yako tena narudia. Acha hiyo tabia yako ya umalaya. Sipendi hiyo tabia yako. Haya, unahangaika huko unachukua hela kwangu una nini unaenda kuwapa mala zako. Mwisho wa siku unaoga hakuna chochote ambacho unachokipata. Mwisho wa siku unarudi kwa Tabu. Una shida gani? Wakati mimi nikitoka kwenye kazi zangu za ujenzi narudi nyumbani nakalisha makazi yangu nyumbani hapa. Haya, anaya saa ngapi? Mimi nimekuambia tu kama ndugu yangu. Nimekuambia na nakusii tena. Wanawake ndo sisi shida ni nini mdogo wangu? Unamwamini vipi yule mwanamke ni mwongo? Wifi yangu ni kichaa. Atoke huko alikotoka mpaka aje nyumbani kwangu aje anielezee matatizo au ulitaka kamwambie nani? Kwanza ngoja nikutake lazi. Kabla sijaanza kuongea hili swali. Naomba nikuombe lazi. Hivi kweli kama mwanamke, unajua nyinyi wanawake mna matatizo. Kama mwanamke alishawahi kuzungumza na nyoka akaelewana akala tunda la katikati, ataweza kuongofea. Paka leo sisemi kwamba tu mwanamke. Kwa mimi mwanaume. Naelewa kama ni mwanamke. Kwa hiyo mimi umeinitoa sasa kwenye kundi la wanawake, kwa hiyo mimi ni mwanaume, si ndio? Hivi unajua sisi wanawake sasa hivi tuna mambo mengi, tuna vitu vingi tunafanya kwa ajili ya kuwasaidia nyinyi wanaume. Kwa nini unashindwa kumheshimu ule mke wako? Yule mke wako anakusaidia vitu vingapi? Kuwa basi na adabu, mheshimu. Wewe mara huku. Jamani, ndio hicho kilichokuleta. Yaani hauna shukrani kabisa. Yaani mimi tu ninakusii ndugu yangu. Mimi nakushangaa unamkingia kifua mwanamke asio. Mimi simkingii mimi hapa ndugu yako si. Sasa nasemaje kwa taarifa yako na kuacha? Una jeuri hiyo. Wewe una jeuri kumwacha mkeo? Una jeuri hiyo na ukimwacha hutoka upate mwanamke watakuchuna hela zako na hutopata kitu. Nasemaje kama kwenye shughuli tulikuwa wengi na mimi ndio nilimtongoza kama ulinisaidia kutongoza tutaendelea naye hapa tulia uone. Atuone sasa. Yaani muache kama wewe ni mwanaume kweli. Muache. Kama hujaondoka, hujafika mlangoni hapo nasikia kilio kuna piga leo. Atuone. Jaribu nakwambia jaribu. Kwani tunachogombana kitu gani na mtu? Mimi sitaki kumwita binti watu. Unamwita Tabu. Unataka nimwite tumweke kikao hapa kitimoto tu. Umweke kikao cha nini? Yule binti sio chizi jamani. Yule binti sio kichaa mpaka amekuja kunielezea matatizo. Mbona unakuwa hivyo? Badilika. Mimi nakuhakikishia yule binti ubongo wake wa nyuma hapa katikati hapa ufanye kazi ngoja. Tabu. Kwanza na mpango wa kumwacha. Sababu naona kabisa anagombanisha familia huko. Mwache kama utapata mke. Nilijenga undungu na ukaribu, nikizania wewe ni mtu. Sikuzani kuwa huna huru, siwa uji siwa maji. Jirani umenitoa machozi, Jamani, kusumbuana tu. Hivi unashindwa kumpiga simu bwana akaja kufungulia mlango na kugonga tu au kupiga makelele? Sema yangu usumbufu. Kwa sababu nako mimi nitasaidia nini?
Hiyo thamani yako itasaidia nini? Afu wewe, tapanga sana unajishawa shawa wewe. Na kiburi unacho, sasa wewe jiendelea. Hivi dada una matatizo gani? Kwanza saa nyingine nakuangalia tu kwa unavyojiengelesha. Una matatizo Au nadhani nakuogopa? Mimi sikuogopi. Uniogope. Naweza kufanya shida hapa na utaamini. Wewe vipi? Sikiza nikwambie binti msichana. Yaani kama chaka ile umeingia chaka la simba. Nitakupigia bwana wako. Ushanielewa Unanisikia au unanitazama? Unaweza. Au unaongea tu? Kamuza bwana wako, mimi ni nani kwake? Unafaa unapendeza hapo. Yo. Mshamba. Hamna kitu sababu hapo kifuazi. Kwani kuna ajabu mtu ukaa kifua wazi? Kama kuna joto. Lazima kae kifua wazi hapo nipigwe na upepo. Sasa ndio niambie vizuri. Maana mtoto mzangu jasho linakutoka. Na una wasiwasi sababu kama mali ya mtu. Paza sauti. Siwezi kuzungumza taratibu hapa kwani lazima mpaka dadako akaja akasikia. Kwani kigeni kipi? Si nyumba yetu hii. Chumba chochote naweza nikaingia na nikazungumza nao. Kifua wazi. Aliona bali wewe peke yako. Kama umetoka huko. Na hizo kile unazosikia hapo wewe tu peke yako ndio unasikia. Sasa kwa ukijua mtetezi wa hii nyumba kwa wewe ni nini? Sasa onyo wako ni kusema dada ndio utajua kitu kinachotokea, kinachoendelea. Mimi nilikuwa naongea na Mungu wangu dada. Kuhusu masuala ya kutengeneza ile mashine ya kusagia juisi ile. Sasa unajua mimi nataka nitengeneze na niliu niuze juisi ya miwa. Kwa nilikuwa naongea na Mungu wangu ndani. Kwa hiyo kuongea biashara hiyo ndio kifua wazi. Sasa mwanaume lijali bwana, natoka na kifua wazi. Wapi? Uweze kuongea na mwanaume mwenzako kifua wazi. Nataka kumaanisha nini? Hapana, kuna kitu tu. Wewe siko hivyo mimi. Hebu niache bwana, usivuruge hapa. Ni vuruge na ni vuruge hapa. Au nafikiri mimi kama unavyonifuata. Kuna jambo naficha tu. Nilikuwa niko hapo nje kwa kinadirisho hapo dukani hapo. Sasa nikaona kama usingizi umenikamata na nataka kwenda kulala sasa hivi. Shezi. Yaani wewe ni muongo sana lakini sasa unazidisha. Unasielewi unachokizungumza mke wangu? Alafu mbona unalia? Kinachokuuliza nini jamani? Unaweza kuniambia labda na kunyima nini? Unaweza kuniambia labda unakosa nini? Mbona najitahidi? Nakupa chakula tena. Unakula na unakula tena. Mbona najitahidi? Kwani unachagua kunizalilisha? Yote ninayofanya ninachojitahidi kila siku mtoto wa watu sina mapumziko. Kila itoyo leo unanitumia tena unavyotaka. Unaninyumbua unavyotaka wewe.
Hivi ndo unavyonilipa au vipi? Unasikia? Umefumaniwa na Rachel. Hivi mimi nimekuwa katini yako humo ndani. Hivi kitambulisho chako hakilali, hakipati muda wa kupumzika. Au mimi nimekuwa msukule wako humo ndani. Mbona mimi nakuvumilia sana wewe? Au mimi unadhani uko nje kuna watu wanaonitaka? Au mimi siwezi kutembea na watu wengine uko nje? Au nizungumze na nini? Hebu unaweza ukanielewa, ukanisikia vizuri. Niambie, nataka kukufanyia nini? Kisugia hatua moja. Takuonyesha upendo wangu. Umezoea kunionea sana. Nimefanya makosa kuolewa na wewe, si ndio? Au mimi siko mwanamke wa ndoto zako? Au mimi nimekuwa daraja kwenye maisha yako, bwana, upite tu uende unapotaka kwenda, si ndio? Kama umeniona sio sahihi, una nafasi mimi nikarudi nyumbani. Unaniumiza. Usinifanyie hivyo. Kwani walikuwa wanataka nini labda? Mbona mimi najitahidi, nafanya kila kitu unachotaka. Mimi nadhani uko nje sitongoze. Au kuna mwanamume kutembea naye uko nje? Au nadhani mimi ni mjinga na mpumbavu kiasi hicho? Nifundishe basi, nielekeze mimi, nibadilishe mimi, usinibadilishie mtu, unaniumiza, unanitesa mwenzio. Anatoka chumbani au anaweza kufuatiwa na shati. Hizo stem unazitoaga wapi lakini? Wewe mtoto wa kike. Au mambo ya kijinga achana nayo. Sasa yenyewe imeisha. Au wanaume wenyewe wanataka kuwa kama sisi, wanataka tunafaidi. Afisa hivi nakwambia hapa, unaweza kusema eti kama mimi mwanamke si tunaingilia mambo gani, si nani, sikuelewi. Mambo achana hizo mada kabisa. Kwanza ushauri wangu wako sasa hivi. Unaletea story yako kwa kijinga. Hizo mada zinanichafua hatari. Achana nazo kabisa. Tuendelee na mada nyingine. Haya ila kwanza vipi? Kimeleweka jikoni au? Kisee kwa sababu gani? Anachukua mimi kwa poa. Ndio. Wani nani? Wewe. Kama kawaida yako mtu akiki unapokaa jikoni na kutoa pishi. Kama kawaida yangu. Basi pango kwa Tumani. Yaani mwanamume zako anunue wewe uje kula tu. Si ndio? Jiongeze. Basi ndio na wewe. Kuhusu nini? Hiyo unajua licho kuna vitu vingine mimi sitaki kuzungumza. Naamua tu kukaa kimya. Kwa sababu ukimya wangu ulifanya kama ni udhaifu wa kunifanyia vile unavyotaka wewe. Ukaamua kuninyanyasa, kunitesa. Ukashindwa kujua kabisa kwamba mimi nilikuwa na upendo wangu kwako. Ulishindwa kuelewa kabisa hilo. Badala yake ukaamua kunizawadia tu maumivu na mateso, yani ukanifanya vile ambavyo unaona
Mimi naumia sana Rachel, sio nakaa kimya. Najua unavyojisikia. Najua jinsi gani unavyoumia mume wangu. Lakini ni bahati mbaya. Imetokea tu bahati mbaya, sio makusudio. Mimi naamini Mungu ni mwema. Atatupatia mtoto mwingine. Basi tusiongee sana, tusifike mbali mume wangu. Nakuomba tunzie siri yangu. Naomba usimwambie ndugu yangu chochote kile. Mimi naamini nitapata mtoto mwingine. Nisamee mume wangu. Nisamee na kuomba. Kwa hiyo umekuwa ni Mungu siku hizi, si ndio? Kwamba anajipangia kila kitu. Haya, kama huyu mtoto huyo ndio ulikopo mfuko wa mwisho au yai la mwisho, afu nasema tutapata mwingine, wewe kama nani? Yaani unachukulia rahisi tu Rachel. Unachukulia rahisi yani. Wewe vipi wewe? Afu mbona mtu ajabu sana wewe? Mimi mtu mzima dhaifu yangu. Nisamee. Mimi naamini Mungu ni mwema. Naamini Mungu ni mwaminifu, hawezi kunitupa. Nisamee babangu na kuomba. Na kuomba chonde chonde. Haitajirudia tena. Na kuahidi nipo hapa ndani kwako. Nitakuwa mke mwema. Sitarudia chochote tena kibaya ambacho nimekifanya. Naahidi na kuahidi. Niamini na kuomba. Nikufichie madhaifu yako. Kwamba naendelea kufuga ujinga, yani nikae kimya. Mimi ndugu yako lazima nimwambie. Yaani hilo kaa ukijua lazima nimwambie, hapa nasubiri tupakuche nitamwambia kila kitu. Yaani mimi usiniambie chochote kile cha ambacho unaweza kusema nikakaa kimya, siwezi. Ndio maana nasema haina nini, wewe lala, achana mimi. Sio ujinga bwana. Eti usimwambie nada, usimwambie nini? Lala, unasubiri nini? Si ulale. Unasubiri nini? Mimi sipandi kitandani kulala, nitalala hapa. Wewe panda kulala. Ina maana hujanisamea. Njoo ulale. Sijisikii kulala na wewe. Nakuomba. Njoo basi nikwambie kitu. Njoo, nakwambia kitu. Unataka nifanyaje? Wanasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine wamekosa utu. Jirani wewe, jirani Niliujenga ndugu na ukaribu, nikizani wewe ni mtu, sikuzani hata kuwa huna utu. Si wa uji, si wa maji, umenitupa jamjirani, umejitoa machozi. Hata ukifumba macho milele, siwe kukusahau kamwe. Wanasema jirani ni ndugu, ila kuna wengine wamekosa utu.